Haya ni maombi 10 ambayo Mungu hawezi kuyakataa kwenye maisha yako. Ni maombi ambayo ukimuomba anajibu hapo hapo, kwa sababu anahitaji sisi tuombe mbele zake. Maombi ni muhimu sana kwenye maisha yetu, hivyo tunapopeleka maombi kwake Mungu kila wakati, basi tunamuomba zile fadhila za kimungu anatupatia kwenye maisha yetu. Ombi la kwanza ni ombi la toba. Hakikisha kabisa unaomba toba, kwa sababu Mungu wetu haachi kuwasamehe watu. Mungu wetu ni Mungu mwenye huruma. Ukisoma katika ile Yohana wa kwanza sura ya kwanza ule mstari wa 9, tuombe toba kwenye maisha yetu, tuombe toba sana kwenye maisha yetu, na Mungu hii sala au hili ombi hawezi kulikataa, kwa sababu anataka sisi tuwe watakatifu. Ombi la pili ni ombi la kumuomba Mungu hekima. Hakikisha kabisa unamtafuta Mungu. Sulemani alipoona hekima ya ulimwengu huu ni ndogo na ni upumbavu, akaona ni bora aombe hekima kwa Mungu aweze kumpatia hekima, ili aweze kuongoza vitu, aweze kuongoza kila kitu alichokuwa nacho na alichopewa na Mungu na ufahari wote ule, kwa sababu Mungu amemsaidia yeye ameamua kuomba hekima ili iweze kumsaidia kwenye maisha yake. Soma Yakobo sura ya kwanza ule mstari wa 5, utapata mafundisho mazuri sana na kwa namna jinsi ambavyo Mungu anaendelea kujiachilia pale ambapo ukiomba hekima mbele ya macho yake. Ombi jingine, muombe Mungu aoneshe au aone moyo wako kwenye maisha yako. Sikiliza, wanadamu tuna changamoto nyingi katika mioyo yetu. Tunatamani vitu vingi, lakini hatujui hata namna ya kuvipata. Lakini Mungu anatuambia ya kwamba tutafute sana moyo wake. Tukimtafuta Mungu, tukimjua yule Mungu, atatuonekania kwenye mioyo yetu. Mungu ataiona mioyo yetu sisi. Kuna wakati tunaenda tunajificha au tunamkimbia Mungu, lakini Mungu tunaomba aone mioyo yetu. Ukisoma katika ile Zaburi ya 139 mstari wa 23 na ule wa 24, Mungu anazungumza wazi kabisa juu ya mioyo yetu. Anataka auone moyo wa kila mmoja ukisogea mbele zake. Kwa hiyo basi tumwambie Mungu aangalie moyo wetu. Ombi jingine, muomba Mungu akufundishe njia yake yeye mwenyewe. Maana kwa njia zetu sisi hatuwezi, lakini kwa njia yake yeye mwenyewe ambaye atatufundisha, basi tutakuwa salama na tutakwenda katika ile njia yake ambayo inatupasa sisi kuenda, kwa sababu tukienda wenyewe hatutaweza kufika popote. Na tunapofanya mambo yetu wenyewe, tunakumbuka kabisa kwa namna jinsi ambavyo watu waliojiamlia mambo wenyewe hawakuweza kufika popote. Lakini kwa sababu Mungu atatembea na wewe, kwa kuwa umemkabidhi njia zako, naye atasimama na wewe kuweza kukuongoza. Ukisoma katika ile Zaburi ya 25 mstari ule wa 4 na ule mstari wa 5. Ombi jingine ni maombi ya kupata nguvu. Tunahitaji nguvu sana kwenye maisha yetu. Maombi ya kupata nguvu. Tunahitaji sana nguvu katika maisha yetu. Pale ambapo tumeishiwa nguvu, tunamuomba Mungu atusaidie, kwa sababu vita vyetu si vya damu na nyama, bali ni vita vya ulimwengu wa kiroho, kupigana na falme za giza za ulimwengu huu. Kwa hivyo basi ni muhimu sana kuomba nguvu za Mungu. Mungu akupe nguvu, akupe ushupavu, akupe moyo wenye uhodari. Soma katika ile Isaya 40 mstari ule wa 31, utaelewa namna jinsi ambavyo Mungu akikupa nguvu yake anakuimarisha kwa namna gani. Maombi mengine ni maombi ya kusaidiwa imani zaidi. Maombi ya kusaidiwa imani zaidi. Maombi ya kusaidiwa imani zaidi. Kuna wakati tunapungukiwa imani, kama jinsi ambavyo Petro naye alipungukiwa imani. Yesu akamwambia, nimekuombea ili imani yako isipungukiwe. Kwa hivyo basi sisi nasi tunapungukiwa imani kwa muda fulani, kwa wakati fulani imani yetu inapotea, imani yetu inaondoka kwenye maisha yetu, kwa sababu kuna vitu fulani vikishafika kwenye maisha yetu, imani yetu inakuwa ndogo katika kutenda. Mara ngapi Yesu anatuambia, imani yako hata kama ikiwa ndogo namna hii, unaweza ukahamisha mti huu na uende ukajitose baharini, lakini bado hata hiyo imani ndogo tuliyokuwa nayo haifanyi kitu chochote, kwa sababu sisi wenyewe hatuna hiyo imani iliyokuwa kamilifu kwenye maisha yetu. Soma katika kitabu cha Marko 9 ule mstari wa 24, jinsi ambavyo Mungu anatuongezea imani na kutuimarisha. Mungu tunaomba aendelee kutupatia imani. Kwa hivyo basi hili ombi Mungu hawezi kulikataa hata siku moja, kwa sababu kila wakati anataka tuwe na imani juu yake yeye mwenyewe. Ombi jingine, mwambie Mungu akuumbie moyo safi, kwa sababu kwenye maisha yetu tuna mioyo iliyokuwa michafu. Tunatapakaa damu kwenye mioyo yetu.
tumetenda dhambi nyingi sana kwenye maisha yetu. Kwa hivyo basi tumuombe Mungu atuumbie moyo safi baada ya kufanya toba ya kweli, ombi ambalo Mungu hawezi kulikataa, ombi la kuwa na moyo safi. Moyo safi, mtu aliyekuwa na moyo safi huyo atamuona Mungu, Mungu ataendelea kumuona katika maisha ya huyo mtu. Kwa hivyo basi tuombe Mungu aendelee kutupa moyo uliokuwa safi kwenye maisha yetu, aendelee kutuimarisha katika moyo huo uliokuwa safi, ili siku tukamuone yeye mwenyewe. Endelea kusoma katika ile Zaburi 51 ule mstari wa 10. Ukisoma vizuri namna jinsi ambavyo Mungu anaendelea kutupatia sisi moyo uliokuwa safi. Amina. Lakini zaidi sana ombi la 9 kama sio la 10, mapenzi yako yatimizwe. Tumwambie Mungu mapenzi yake yatimizwe, sio kama jinsi ambavyo tunapenda sisi. Mapenzi ya mwanadamu yanaweza kukupeleka katika uharibifu. Mapenzi ya mwanadamu yanaweza kukupeleka katika ugomvi. Mapenzi ya mwanadamu yanaweza yakawa na vigezo. Mapenzi ya mwanadamu yanaweza yakawa na kupeleka kwenye uharibifu. Lakini mapenzi ya Mungu yakitimizwa, hakuna hata mtu anayeweza kupinga. Hakuna mtu ambaye anaweza kuyapinga mapenzi ya Mungu kuja kwako wewe. Kama jinsi ambavyo ilivyokuwa kwa mtu mwingine ambaye alikuwa anakosa watoto akapata watoto, ni mapenzi ya Mungu. Sio kwa sababu tu kwamba wewe unajiamulia mambo au unataka hayo mambo yatimie kwa wakati wako ambao unataka wewe, lakini Mungu akiamua kufanya jambo kwenye maisha yako anafanya. Kwa hivyo basi tuache Mungu afanye mapenzi yake, na hili ndio ombi ambalo wewe kama wewe ukimwomba Mungu hawezi kukukatalia. Mwambie Mungu afanye mapenzi yake yeye mwenyewe, sio kama jinsi ambavyo unapenda wewe, sio kama jinsi ambavyo napenda mimi au mwanadamu jinsi ambavyo anapenda yeye, ila kwa sababu Mungu amependa yafanyike kwenye maisha yako. Maombi mengine, nitumie kwa utukufu wako. Mwambie Mungu akutumie kwa utukufu wake yeye mwenyewe, kwa sababu amekuumba kwa sura na mfano wake ukae katika huu ulimwengu. Ni makusudi yake, sio kwa sababu ulipenda wewe kuwapo katika ulimwengu. Hapana, Mungu ndo alikupenda kwanza. Kwa hivyo basi mwambie Mungu, nitumie kama jinsi unavyopenda wewe, sio kama jinsi ninavyopenda mimi. Kuna wakati wanadamu tunakwenda hata pasipo stahili kwenda, ila kwa sababu tumeamua sisi wenyewe kwenda. Lakini Mungu akikupeleka katika sehemu ambayo anatamani uende, basi utafanya mambo ambayo yalikuwa ni makuu kwenye maisha yako, kwa sababu Mungu ndiye ambaye ameruhusu wewe uende katika ile eneo. Kwa hivyo basi imarika sana katika kumtafuta Mungu. Mjue Mungu, mtafute Mungu, mtafute sana, kwa sababu ndiye anayekujaza hiyo nguvu. Soma katika ile Isaya 6 ule mstari wa 8. Tunataka Mungu atutumie sisi kwenye maisha yetu, sio kama jinsi ambavyo anaweza akamtumia mwingine, ila Mungu akutumie wewe kwa utukufu wake. Mungu akutumie wewe mwenyewe uende kwenye kazi yake yeye mwenyewe, kwa sababu ukienda bila kutumwa utaenda kufanya mambo ya ajabu. Kwa hiyo Mungu na akusaidie sana ili wewe ufanye mambo yaliyokuwa makuu. Ya 10 ambayo ni ya mwisho, ambayo itakushangaza zaidi, mwambie Mungu akuweke karibu naye. Mwambie Mungu akuweke karibu naye, asikutenge, kwa sababu unapotenda mambo yaliyokuwa mazuri na mema, kwa sababu Mungu anapendezwa na ibada iliyokuwa njema. Mungu anapendezwa na dhabihu njema. Mungu anapendezwa na wewe unavyojitoa mwili wako kama dhabihu ya kuteketezwa. Basi mwambie Mungu katika maombi haya, mwambie Mungu awe karibu na wewe. Mwambie Mungu nisogelee, sio kwa sababu tu nimetenda dhambi. Usimkimbie Mungu na wewe baada ya kutenda dhambi, hapana. Mwambie Mungu, sogea karibu yangu, ninaomba, sogea karibu yangu, usiende mbali, usinikimbie. Uwe kama ayala yule ambaye anatafuta maji ya mto. Kwa hivyo basi mwambie Mungu, sogea karibu yangu, niweke karibu na wewe Mungu, nisogelee Mungu wangu, kwa sababu nakutamani, natamani hayo maji yaje ndani mwangu. Natamani nisitake hata mara moja niwe kama nimekosa kiu, niwe kama nina kiu ya Mungu katika maisha yangu.